Mambo vipi mtazamaji wa Kasako Media? Karibu sana kwenye Wednesday Story. Ni siku ambayo tutakuletea stories tofauti za mbele, lakini pia stories za kibongo ambazo zimezungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa tukianza na story namba moko, of course hakuna ambaye hamfahamu Cardi B. Of course Cardi B ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri kwenye muziki wa kurap kule nchini Marekani. Sasa bana, unaambiwa Cardi B of course ameonyesha orodha ya wanamuziki ambao kawashirikisha kwenye albamu yake mpya ambayo inakwenda kwa jina la I Am The Drama. Of course hii album inatarajiwa kutoka Septemba 29 mwaka huu 2025. Sasa mnaambiwa katika orodha hii msanii kutokea nchini South Africa, na mzungumzia Tyla, ndiye mwanamuziki pekee kutoka Afrika ambaye amepata bahati ama amepata shavu katika kuhudhuria katika hiyo albamu ya Cardi B. Sasa tukiangalia ukubwa wa Cardi B, hakuna mtu ambaye sasa hivi tunaweza tukamtaja Cardi B ambaye atakuwa amfahamu kwa mtu ambaye atakuwa anafuatilia masuala ya kiburudani kiujumla. Sasa hii inaashiria ni kitu kizuri, ni ukubwa kwamba muziki wa Afrika unakuwa kila siku, day to day, kwamba muziki unakuwa. Lakini pia tukimzungumzia Tyla, huyu ni msanii kutokea kule South Africa, ni msanii ambaye anafanya vizuri kwenye muziki. Kwenye story namba 2 bado tumesalia kwake Cardi B, ambapo Cardi B amefunguka kuhusu mtazamo wake juu ya uhusiano wa karibu kati ya mpenzi wake na wanawake wengine, akisema kwamba haoni tatizo endapo boyfriend wake atakuwa na rafiki wa kike. Oh my god, what this imekaje? Okay, sawa, tumsikilize. Sasa Cardi B ameendelea kueleza na kusema kwamba kuwa anaamini wanaume wanahitaji wanawake wa karibu wanaoweza kuwashauri kwa uaminifu, kwani mara nyingi wanawake huwa wakweli na wanaojali, hasa pale mwanaume anapokuwa amekosea. Kuna ukweli hapa tu wa kiume? Okay, tutajua baadaye. Okay, sasa Cardi B amesema kwamba haoni shida kwa boyfriend wake kuwa na rafiki wa kike. Wanaume wanahitaji wanawake wa kuwashauri. Hayo ni maneno ambayo ameyasema Cardi B. Sasa swali ambalo mimi nataka nikuulize muda huu, wewe ambaye umechukua time yako kutazama Kasako Media, hivi vipi kwa upande wako, unaruhusu mpenzi wako kuwa na best friend wa kike tofauti? Ni kwamba wewe kama ni upo kwenye mahusiano, maybe ni mtoto wa kiume, unamruhusu mtoto wa kike kuwa na rafiki wa kike, waanzishe mahusiano ya kirafiki na mtoto na mtoto wa kiume. The same as kwa mtoto wa kike, unaruhusu mpenzi wako wa kiume kuanzisha urafiki of course na mtoto wa kike. Iko hivyo. Sasa hebu tuambie mtazamo wako ni upi hapo chini kwenye comment, alafu sisi tutakuja kusoma kitu ambacho utakuwa umetuandikia. Hizo ni updates kutokea siku ya leo, siku ya Jumatano, ambayo tunasema ni Wednesday updates kutokea hapa Kasako Media. Story namba 3 imekwenda kwake kwa Jay Melody. Of course ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri kwenye muziki wa bongo flavor, kibongo. Sasa Jay Melody amezua gumzo kwenye mtandao wa kijamii kule Instagram, ambapo ametoa onyo kali sana. Onyo gani hilo? Tukae sawa. Sasa Melody bana, kwenye upande wa IG, upande wa Insta story, ametoa onyo kali ambalo nataka nikusomee kama jinsi alivyoandika. Amesema kwamba usela ukizidi sana, ndugu yangu, utakwenda jela. Kila wakati unaleta mieyusho na kipala chako, watu wanakausha kwa sababu wanakuona kama chizi, lakini na kwa pia kuna siku utayavagea, halafu utajutia sana. Alafu akaonyesha kama ishara ya kumuonyesha kidole. Lakini sasa watu wanajiuliza, wewe bwana, Melody hapa kamlenga nani? Maana amesema na kipala chako. Sasa kumekuwa na comments nyingi sana kwenye hii post, ambapo ukiingia kwenye page ya Jay Melody kumekuwa na comments nyingi sana, watu wajaribu kuzungumza ni nani huyu ambaye atakuwa amemlenga, lakini yeye mwenyewe Melody hajamweka wazi. Sasa hebu tuambie, wewe unafikiri huu mkwara ambao ameutoa, ama ili beat ambalo amelipiga Jay Melody, ili onyo ambalo amelitoa, wewe unahisi kamlenga nani? Hem, tuambie unahisi kamlenga nani? Tuambie chini kwenye comments hapo, alafu sisi tutakuja kusoma, alafu tuambie ni nani ambaye unahisi Jay Melody amemlenga kwenye hii post ambayo ameposti
Ulikuwa na mimi 24/7 Shaks, endelea kutazama na kuangalia Kasako Media, si ndio? Leo ilikuwa ni siku ya Jumatano, of course, siku ambayo ni siku ya Wednesday story. Kila siku ya Jumatano nakuletea stories tofauti tofauti ambazo zimemake headlines kwenye mitandao ya kijamii kibongo bongo, lakini pia na mamtori nazungumzia mbele, si ndio? Tukutane tena mpaka next time. Ciao. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.